بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Tunaendelea na darasa yetu na majalisi zetu, ikiwa leo ni siku ya 3 katika majalisi hizi kwa munasaba wa mwezi huu wa Muharram katika mwaka wa 1448 Hijiria, mwaka wa Kiislamu, ikiwa huu ni usiku wa tarehe 9, usiku wa Jumatano wa tarehe 9. Kwa hiyo nawakumbusha tu kwamba mchana unaofuata, yani mchana wa Jumatano, ni sunna kufunga, na siku ya 10 kadhalika ni sunna kufunga, ambayo itakuwa ni siku ya Alhamisi. Ndio somo hiyo ya tarehe 10 ni somo ya Ashura. Ya tarehe 9 ni Tasua, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka azma na alitamani kuifunga siku hiyo aliposema, la in ishtu ila qabilin la asumanna at-tasi'a, kama nitaishi mpaka mwaka ujao basi nitaifunga siku ya 9 ili kuwakhalifu Mayahudi. Somo ya Ashura inafungwa tarehe 9 na tarehe 10. Kwa nimeona nitangulize maneno haya kukumbusha kwa wale wenye raghaba ya kufunga somo ya Ashura, basi hufungwa 9 na 10, na siku yenyewe ni kesho insha Allah. Kwa tutakuwa kwenye somo kesho na kesho kutwa. Nadhani ndio hivyo, sijakosea kwenye tarehe. Kwa munasaba wa siku hizi tumeonelea tuzungumzie jambo linalofungamana na mauaji ya dhulma yaliyofanywa dhidi ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Sababu tumezieleza kwenye majlisi zilizopita kwamba kwa nini tunamzungumzia Al-Husayn, na katika kumzungumzia Al-Husayn tumeona kwamba tulizungumza jambo hili kwa upana wake. Tuanze na wale wanaojinasibu na yeye kwamba huyu ni wao na wao ni wafuasi, na Hussein ni kiongozi kwao, nao ni wale wanaoitwa Ashia. Katika darasa ya jana, majlisi ya jana, tulizungumzia kuhusu watu hawa ni kina nani. Tukasema ni vyema tuwatambue wao kupitia vitabu vyao, wao wanajielezaje. Tukatoa maelezo kuhusu wao kwenye vitabu viwili miongoni mwa vitabu vyao, vitabu vidogo tu vya karibu ambavyo mtu wa kawaida akivitafuta anaweza kuvipata
kwa sababu hawaoni kinyaa kuviuza, kama vile wanavyoona kinyaa kuuza vitabu vingine. Imekuwa ni tabu kuvipata baadhi ya vitabu vyao vya asili. Huwa wao wanatoa machapisho yao ya kisasa yaliyochuja habari nyingi na kujaza uongo mwingi, lakini vile vyenyewe vya asili kama vitabu vyao vya tafsiri, vitabu vyao vya hadithi, vile vikubwa si rahisi kuvipata, hasa katika miji yetu, kama vile vinavyopatikana vitabu vya ahli sunnah wal jamaa, si rahisi. Kwa hiyo tumetaja vitabu ambavyo ni rahisi kupatikana, ambavyo wao wenyewe wameridhia kuvichapisha na kuvitoa, bali na kuvitarjumi kwa lugha ya Kiswahili. Kitabu Mikesha ya Peshawar cha Sultan al-Waizin al-Shirazi tumekitaja, na kitabu Asili ya Ushia na Misingi Yake cha Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita pia tumekitaja, na maelezo kuhusu wao ni kina nani. Maelezo yale yana mjadala mwingi sana, kwa sababu hayakujengwa katika misingi ya haki. Maelezo yale hayakujengwa katika misingi ya ukweli, kwa sababu kuna madai ya kwamba asili ya Ushia ni mbegu iliyopandwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo ni uongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuleta isipokuwa Uislamu, hakuleta madhahabu mengine zaidi ya Uislamu, wala hakupanga mbegu mbili tofauti. Huu Uislamu tunaojua sisi, ambao mafunzo yake ni Al-Qur'an Al-Karim na As-Sunnah An-Nabawiyya As-Sahiha, Uislamu huu uliopokewa na masahaba wakausimamia al-Khulafa ar-Rashidun, masahaba wakapigania dini kwa mali zao na nafsi zao, wakakhiari kutoa roho zao na kutoa kila kilichokuwa na thamani kwao kwa lengo la kuupigania Uislamu. Masahaba wakasifiwa kwenye Qur'ani, wakaelezewa humo namna walivyo, wasifu wao. Uislamu huu uliopokewa na watu hawa na kuenezwa ndio Uislamu tunaotambua, ndio alioleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akapeleka wajumbe katika miji, kina Muadh bin Jabal na wengineo, wakatawanyika katika miji, wakapeleka Uislamu. Na baada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam walitawanyika watu waliokuja Afrika, waliokwenda Ulaya, waliokwenda huko mashariki ya kati, Asia Sughra, wakapeleka Uislamu mpaka bara Hindi na zaidi ya hapo. Hawa walipeleka Uislamu, na Uislamu ndio ule ule alikuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mabadiliko yalikuja baada ya hapo kwa watu wengine wasiokuwa na nia njema kuingia katika Uislamu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutengeneza makundi mawili tofauti, wala hakupanda mbegu mbili tofauti. Sasa katika kuendelea kuifafanua nukta hii na kubatilisha madai haya, kwa sababu tukiyabatilisha madai haya na pakafahamika hapo, watu wakafahamu vizuri, basi jambo hili litakuwa ni jepesi kufahamika kwake mpaka mwisho wake. Sisi tunavyoamini ni kwamba baada ya kuamini kwamba Uislamu ni mmoja tu alikuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makundi yametoka wapi na kundi hili la Ashia Rafidha limetokea wapi, tutafahamu katika kuelezea historia ya kweli na sio madai wanayotaja wao. Sisi tunavyoamini ni kwamba Ushia huu ulioko leo mtaani na ule ulioandikwa kwenye vitabu vyao vya hadithi
na vitabu vya tafsiri, vitabu vya itikadi na historia zao. Ushia ule ulianzishwa na Myahudi aliyejulikana kwa jina la Abdullah ibn Sabai al-Yahudi au al-Himyari, Myahudi kutoka sehemu za al-Yaman. Myahudi huyu alikuja kwenye miji ya Waislamu katikati ya utawala wa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, wakati wa khalifa watatu. Khalifa wa kwanza baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiongozi mkuu wa Uislamu alikuwa ni Abu Bakar, kisha akaja Umar, kisha akaja Uthman. Uthman alitawala kwa kiasi cha muda usiopungua miaka 12. Sasa amekwenda mpaka katikati, alidhihiri bwana huyu akitokea sehemu za al-Yaman, akapita katika baadhi ya miji. Kwenye miji mingine hakusikilizwa kwa sababu watu wanajua, wana ilmu, kwa kile alichokuja nacho hakikuzaa matunda katika miji hiyo. Akienda katika miji mingine akizunguka, kama huko al-Iraq na sehemu nyingine, na hali kadhalika Misri, akija na madai ya kwamba utaratibu huu uliopo kwa Uislamu wa kumfanya kuwa khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar, kisha Umar, kisha sasa ni Uthman, utaratibu huu ni wa makosa. Utaratibu wa sawa ni upi? Pale alikuwa ashike Ali ndiye alikuwa na haki ya kuwa khalifa. Kwa hiyo hawa kina Abu Bakar wamemdhulumu. Kwa msingi huo akaanza kuwatusi masahaba, akamtusi Abu Bakar na Umar na Uthman, akawa anawatusi na kuwasema vibaya, na hilo likapokewa na wafuasi wake. Lakini zaidi alielekeza mashambulizi yake kwa mtawala aliyoko kwa wakati ule, alikuwa ni Uthman, na akaanza kutaja kasoro zake na aibu zake na mambo ambayo hausiki nayo. Angalia, mahali fulani governor ni mtu fulani ndugu yake, angalia governor mji fulani ndugu yake. Kwa hiyo Uthmani awatawalisha ndugu zake katika uongozi wa Kiislamu. Angalia, fulani kapewa kiasi fulani cha fedha, kapewa fulani kiasi fulani cha mali. Uthmani awapendelea watu katika jamaa zake. Angalia, Uthmani kafanya kadha. Basi mambo mengi akawa anawajaza watu chuki dhidi ya khalifa aliyeko madarakani, jambo ambalo lilipelekea kuwasha moto wa fitna hadi kufikia kuuawa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kila siku zinavyozidi kusogea mbele, fikra hizi zikawa zinachukua sura tofauti. Baada ya kuuawa Uthman, ndio tutazungumzia jambo hilo. Nishawahi kuzungumzia siku za nyuma kidogo katika majalisi nyingine, namna alivyouawa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo leo hatutalizungumzia hilo kwa sababu tutatoka kwenye maudhui na sio maudhui yetu. Ala kulli hali, baada ya kuuawa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, ambao chimbuko lake ni fitna za mtu huyo, ni uchochezi uliofanywa na mtu huyo, Ali bin Abi Talib aliapishwa rasmi na watu wakala kiapo cha kumtii, akawa ndiye mtawala baada ya Uthman. Watu wakawa wanachukua bai'a kwake,
akatawazwa Ali bin Abi Talib akasimikwa kama khalifa. Lile alikuwa akilidai likawa. Sasa hana jingine, akaongeza katika aliyoyaongeza, akawa sasa anamtukuza Ali, anazungumza maneno ya kumtukuza Ali radhiyallahu ta'ala anhu na kumsifu mpaka akapituka mipaka, bali walifikia kudai yeye na wafuasi wake kwamba Ali ni Mungu. Lakini lengo sasa ya haya yote anayofanya ni kutaka kuichangua safu ya Waislamu wasiwe kitu kimoja, ni kutaka kuwatoa Waislamu kwenye mafunzo ya Uislamu, wasibaki katika mstari wa sawa sawa. Waislamu waliotaalamika na waliokuwa na ghera na dini yao walisimama katika msimamo wa sawa sawa, hawakuyumba. Wageni katika jambo la dini wengi waliyumba, hasa wale wajinga ambao hawakuwa na taaluma ya kutosha, wakayumba. Mauaji ya Uthman lilikuwa ndio chanzo cha vita vikubwa vilitokea baina ya Waislamu kwenye mapigano ya Siffin. Maelfu ya Waislamu walikufa pale. Chanzo chake ni kutaka kulipa kisasi cha Uthman, na sababu ya kuwa Uthman ni huyu Myahudi Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Himyari. Sasa haya si maneno tu kwamba tuzungumza tujifurahisha, hayana ushahidi wowote, hatuna dalili katika haya au hatuna ushahidi wowote wa kuthibitisha hivi. Si kweli. Sisi tunazungumza tukiwa tuna ushahidi wa kutosheleza juu ya jambo hili. Kwanza, kuhusu Mayahudi kuwa ni watu wabaya wenye uadui dhidi ya Uislamu. Mayahudi na Manasara wao daima huwa wanaupiga vita Uislamu na wanatafuta mianya ya kuwatoa Uislamu katika njia ya sawa sawa na kuingiza katika mila potofu. Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja hili katika suratul Baqara aya 120 aliposema jalla wa ala, walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, katu hawatakuwa radhi nawe Mayahudi na Wakristo mpaka ufuate mila zao. Wao hawatalala, watahakikisha kwamba wanawatoa katika njia. Na uadui wao pia umeelezwa kwenye Qur'an kwamba uadui wao kwa Waislamu ni mkubwa mno, hasa Mayahudi, Wayahudi na washirikina. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 82 ya suratul Maida amelitaja hilo, anasema latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku, hakika utawakuta walio na uadui mkali, uadui mkubwa kuliko watu wote dhidi ya walioamini ni Wayahudi na washirikina. Na Wayahudi walimpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dhahir, na baada ya kushindwa na kukata tamaa katika harakati zao za kuizuia dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walianza mapambano na vita vya siri ili kuwazuia watu wengine ambao bado hawajamwamini na kumkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwazuia wasimuamini. Kama vile washirikina walikuwa wakiwaambia washirikina kwamba nyinyi endeleeni na dini yenu ya ushirikina, huo ushirikina wenu ni bora zaidi kuliko huu Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nisa aya 51 analieleza hilo, hata kutoa picha ile muone wa Mayahudi au Wayahudi walivyokuwa watu wabaya. Anasema alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna biljibti wattaghut wa yaquluna lilladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila. Je, huwaoni wale waliopewa sehemu katika kitabu huwa wanaamini masanamu na shetani? Yu'minuna biljibti wattaghut, pia imetafsiriwa ya jibti kwa maana sihir. Wanawaambia wale waliokufuru kwamba hawa ndio walioshika njia iliyonyoka zaidi, hawa washirikina hawa wanaabudu masanamu, hawa wanakuabudu mizimu,
hawa ndio wameshika njia iliyonyoka zaidi kuliko hawa walioamini waislamu. Lakini pamoja na uadui wao huo na njama zao za chini chini, Allah subhanahu wa ta'ala alimnusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam na akaupa ushindi Uislamu. Hali iliendelea hivyo mpaka katika zama za makhalifa wawili watukufu, Abu Bakar as-Siddiq na Umar al-Faruq. Uislamu kazidi kupata nguvu na nuru yake ikaenea duniani kote, ikafika mpaka kwenye miji yao hao Mayahudi, ikavunja ngome zao na himaya zao na ikazibatilisha mila zao potofu. Bendera ya tauhidi ikasimama, ikaenea mila ya Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, jambo ambalo liliwazidishia chuki dhidi ya Uislamu. Sasa kama nilivyoeleza, katikati ya utawala wa khalifa watatu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, aliwasili katika mji wa Madina mtu mmoja aliyeitwa jina la Abdullah ibn Saba al-Himyari au akijulikana kwa Ibn Sauda, akitokea sehemu za Sanaa huko nchini Yemen. Myahudi huyu alidai kwamba amesilimu na akadhihirisha kuwa anampenda Ali bin Abi Talib na anawapenda ahlul bait, yani watu nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na ukoo wake kwa ujumla, lakini lengo lake halikuwa zuri, na hilo lilibainika kutokana na vitendo vyake viovu alivyofanya na athari mbaya aliyoiacha katika umma wa Kiislamu. Maelezo ya wazi kabisa ya mtu huyu utayapata kupitia wanawazuoni wa Shia na Sharia. Kwa mfano, yuko mwanawachuoni mmoja aitwaye Abu Amri Muhammad bin Umar ibn Abdullah al-Kashi aliyefariki mwaka 340 Hijiria, yani katikati ya karne ya 4 ndio amefariki. Anasema katika kitabu chake, nimeanukuu maneno haya kwenye kitabu Biharul Anwar Al-Jami'atu lidurari a'immat al-athhar, juzuu 25 ukurasa wa 478 mpaka 479. anasema dhakara baadhi ahli al-ilm anna Abdullah ibn Saba kana yahudiyan فأسلم ووالى عليا عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وكان أول من شهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيهم وأكفرهم. فمنها هنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية. maelezo haya yanapatikana kwenye kitabu nilichokitaja Biharul Anwar, kwamba baadhi ya wanawazuoni wanaelezea kwamba Abdullah ibn Saba alikuwa ni Myahudi, kisha akasilimu, akadhihirisha mapenzi kwa Ali, akadhihirisha kuwa anampenda Ali bin Abi Talib, kwa sababu hawezi kuja mtu adui akasema mimi adui, mimi ni Myahudi, nataka kuleta uyahudi katika Uislamu, hatafanikiwa, sio? Kwa hiyo anasema mimi Muislamu, sisi tuwapenda ahlul bait. Kwa hiyo akadhihirisha mapenzi kwamba anampenda Ali bin Abi Talib, na alikuwa anasema wakati akiwa bado ni Myahudi maneno ya kuvuka mipaka kuhusu Joshua mwana wa Nuni. Alikuwa akifanya ghulu, ambaye Joshua huyu alikuwa ndiye mrithi au nabii aliyekuja baada ya Musa alayhi salatu wassalam. Sasa aliposilimu na kudai kuwa amesilimu, akaanza kusema maneno kama haya baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akazungumza maneno kama haya ambayo ilikuwa si maneno ya sawa sawa kwa Joshua mwana wa Nuni, akayasema kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na yeye mtu wa kwanza, Shia anasema yeye ndio mtu wa kwanza aliyetangaza kauli, aliyekuwa akizungumza maneno ya ulazima wa watu kumfuata Ali bin Abi Talib, kwamba Ali ndiye imam. Kwa hiyo wale waislamu wote waliokuwa katika zama zile za Abu Bakar, zama za Umar, kisha katika sehemu ya kwanza utawala wa Uthman, wale walikuwa ni wajinga, hawajui kitu.
Uislamu wao ulikuwa na upungufu, mpaka alipokuja Myahudi huyu akawashtua, bwana nyi Waislamu wa vipi, mbona mjamchagua Ali bin Abi Talib kuwa khalifa? Na khalifa hapo alikuwa anastahili ni Ali bin Abi Talib. Akawa anazungumza kwa hisia na jazba kuonyesha kwamba yeye ameguswa. Kwa nini hatukuwapa kipaumbele ahlu baiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kiongozi wao ni Ali bin Abi Talib? Kwa yeye ndiye mtu wa kwanza alifanya hivyo. Na isitoshe akawa anadhihirisha kuwachukia maadui wa Ali kama anavyoita, na akawa anawakashifu. Katika sehemu nyingine anaeleza wazi kwamba hao maadui ni kina nani, kwamba Abdullah bin Saba yeye ndiye mtu wa kwanza aliyezungumza suala la ukhalifa na uimamu wa Ali bin Abi Talib, na kwamba hiyo ni jambo la lazima kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa ni katika wale waliodhihirisha kumtusi Abu Bakr. Zingatieni jambo hili. Wa kana mimman adhhara at-ta'na ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman was-sahaba, alikuwa ni katika watu waliodhihirisha kumtukana Abu Bakr na Umar na Uthman na masahaba wengine, watabarra minhu, na akatangaza uadui dhidi yao. Waqala inna aliyan amarahu bidhalik, akadai na akasema kwamba Ali ndiye alimwamrisha kufanya hivyo. Jambo la kuwatukana hawa makhalifa Abu Bakar na Umar na Uthman halikuwepo. Mtu wa kwanza aliyekuja kulipandikiza na kuliingiza katika safu ya Uislamu ni huyu Myahudi. Qur'ani inawasifu na kuwaeleza kwa uzuri. Tukianza kuzisoma aya za kuwaeleza watu hawa kwa wema ni nyingi, wala hatutazimaliza. Sio muhajirun wala sio ansar, sio wale waliosilimu kabla ya fathu Makkah wala wale waliosilimu baada ya fathu Makkah. Wa kullu wa'ada Allahu al-husna. Qur'ani inawataja kwa uzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawataja kwa uzuri. Lakini Yahudi huyu alipokuja akaingia katika miji ya Waislamu akapandikiza mbegu hii ya kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio wa huko kwamba kuna sahaba huyo alikuja siku moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuona tu akaondoka. La, wale watu wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, marafiki zake kabla ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na baada ya kuwa ni Mtume, akitoka nao, akirudi nao, akisafiri nao, akienda nao vitani. Wengine ni wakwe zake, ameoa binti zao, na wengine kawaozesha yeye watoto wake binti zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ameishi nao kwa heshima ya hali ya juu, wao wakimheshimu mtume wao sallallahu alaihi wasallam, na yeye akiwapa nafasi zao. Aje mtu huyu Myahudi anazungumza maneno ya kashfa dhidi ya masahaba hao watukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kisingizio cha kwamba eti Ali bin Abi Talib amarahu bidhalik, ndiye aliyemwamrisha hilo. Abdullah bin Saba al-Yahudi. Haya kama nilivyoeleza yametajwa katika vitabu vya Ashia ar-Rafidha. Miongoni mwa hivyo ni Biharul Anwar, nimetaja juzuu 28 ukurasa wa 478 mpaka 479, juzuu 25 ukurasa wa 478 mpaka 479. Haya maneno utayapata katika kitabu hicho. Bali kuna mshia mwingine anaitwa Ni'matullah al-Jazairi, nitamaliza na yeye kwa sababu maneno ni mengi, uthibitisho ni mwingi, lakini kwa kufupisha tu nitamtaja mshia mwingine akiitwa Ni'matullah al-Jazairi. Huyu amefariki mwaka 1112 Hijiria, 1112 Hijiria. Leo ni mwaka 1448 Hijiria. Kwa 1448 Hijiria toa 1112,
utapata ni miaka mingapi tangu kufariki kwake. Kwenye 48 utapata 6, kwenye 8 utapata 6, kwenye 4 utapata 3, na kwenye 4 tena utapata 3. Ni miaka 330 na ngapi? 36 iliyopita. Miaka 336 iliyopita. Ina maana ni wakati wa daula ya Safawiyya, Safavid Empire. Ana kitabu chaitwa Al-Anwar An-Nu'maniyya, kitabu maarufu, na mara nyingi huwa nakionyesha na naonyesha maneno yake. Sikuja nacho hapa, lakini wakati mwingine kitakuleta uthibitisho nasoma kwenye kitabu chenyewe ni hiki. Sasa katika kitabu hicho Al-Anwar An-Nu'maniyya, juzuu ya 2 ukurasa wa 234, anasema kwamba qala Abdullah ibn Saba li Ali ibn Abi Talib alayhi salam, anta al-ilahu haqqan. Abdullah ibn Saba al-Yahudi aliwahi kumwambia Ali ibn Abi Talib kwamba wewe ndiye Mungu wa kweli. Naona sasa ametoka tangu kujidai kwamba anampenda Ali mpaka kufikia kwamba huyu ndio anastahili kuwa kiongozi, wakati huo akiwa anawakashifu na kuwatukana wengine na kuwakufurisha makhalifa waliotangulia. Sasa amempandisha daraja mpaka kufikia kumwambia yeye ni Mungu. Maneno haya hayasemwi na Ahlus Sunnah wal Jamaa kuwasingizia. Ahlus Sunnah wakiyataja ni kwa sababu ni mambo yamethibiti. Kwa hiyo mimi sikutaka kutaja vitabu vya Ahlus Sunnah sije kaonekana kwamba kuna uadui wa Ahlus Sunnah na Ushia, kwa hiyo Ahlus Sunnah wanafanya propaganda na wasingizia Mashia. La, tunukuu kutoka kwenye vitabu vyao. Anasema kwamba huyu Abdullah ibn Saba aliwahi kumwambia Ali ibn Abi Talib, wewe ni Mungu wa kweli. Fanafahu Ali alayhi salam ila al-Madain, wa qila innahu kana yahudiyan fa aslam, wa kana mpaka mwisho wa maelezo yake huyo Ni'matullah al-Jazairi. Kwa hiyo kwa maelezo haya tuliyotaja kwenye Al-Bihar al-Anwar na maelezo ya Naubakhti au maelezo yaliyotajwa na Ni'matullah al-Jazairi na wengineo, yanaonyesha wazi kabisa na yana uthibitisho wa wazi kabisa juu ya kuwepo mtu huyu na harakati zake na madai yake. Alikuja na madai. Sasa alitengeneza kundi la watu ambao lilikuwa lilibeba fikra hii, fikra ya kumtawalisha kwamba Ali ndiye mtawala, fikra ya kwamba hawa waliomtangulia Ali katika makhalifa radhiyallahu anhum ajma'in na masahaba wote kwa ujumla radhiyallahu anhum waliunga mkono ukhalifa wa hawa makhalifa watatu waliomtangulia Ali bin Abi Talib, hawa wote ni wahalifu, bali ni makafiri wameritadi kwa kumdhulumu Ali. Hii ni fikra ameileta, bali fikra ya kwamba Ali ana sifa za uungu. Kwa hiyo akaleta na swala la ghulu. Bila shaka mtafahamu kwamba fikra hizi hapo kabla hazikuwepo katika safu ya Uislamu mpaka alipokuja bwana huyu.